Mimi nina shida ambayo shida hiyo huyu mama ananyanyasa sana. Ananinyanyasa jamani, hebu nisaidieni tu jamani. Rose Koka. Aya, umeshakuja. Nyamaza vizuri. Nyamaza ili uongee vizuri ili tukusaidie. Nani huyo anakunyanyasa mama? Unafanana na mamangu kabisa wewe. Mtoto wake hapa. Hebu tuambie. Mimi ni mtoto wa huyu mama. Tunasumbuliwa na ardhi baba. Tulifanya kesi imeisha. Hataki kuja kuchukuliwa mawe yake wala michanga yake wala matofali. Mwisho wake ametupeleka tena mahakama ya Arusha. Tumefanya kesi, mahakama imefuta. Sasa haji kufuata mawe yake wala matofali. Alafu anatuambia sisi hatuna kitu chochote cha kumpa mtu yote wala hatuna hongo sisi. Sisi ni maskini wa kutupa. Sasa sielewi jamani, baraza litanisaidia vipi watu walioko hapa? Sielewi shida ni nini. Hebu irudie vizuri. Baba, si tunasumbuliwa na ardhi. Tulifanya kesi tukashinda. Tulivyoshinda, huyo mtu akaambiwa aje achukue matofali yake. Yako wapi? Yako kwenye kiwanja chetu. Yapo kwenye kiwanja chenu? Na ninyi mlishashinda? Tulishashinda. Iko wapi? Kiko wapi kiwanja hicho? Kiwanja kiko Buguruni. Buguruni hapa karibu na Buguruni hapa na Manga. Hapa na Manga. Baba. Ule afisa ardhi unalifahamu hili? Hukumu imeshatoka, kwa nini hamjamwambia huyo achukue tofali zake? Tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli bibi yetu alikuja akaripoti kwamba kuna mtu amevamia anaitwa Rose au maarufu kama Mama Mtumba. Tukishirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya tulienda kukuta hilo eneo kweli Rose amevamia. Tulifikia sio park, tuliondoa hiyo nyumba alikuwa ameanza kujenga, tukaibomoa na tukamruhusu mama aendelee kuishi hapo. Lakini Rose akaja kushtaki kwenye timu tena ya Mheshimiwa Rais Samia Legal Team, nayo wakamshinda. Akaenda tena kufungua kesi Arusha, lakini wale mawakili wa Samia Legal walitusaidia na wanamwakilisha bibi mahakamani. Lakini kama halmashauri tunamtambua bibi huyu ndio mmiliki wa ile. Ninyi ndo ardhi ndo mnamtambua kwamba ndo huyu ndo mmiliki. Zile tofali ziondoeni, pelekeni kwa mkuu wa wilaya pale, aje azichukulie hapo. Mkuu wa wilaya, kesho tafuta tipa, nenda kachukua hiyo, weka hapo kwa mkuu wa wilaya. Mambo ya kusumbua watu wanyonge. Kwa hiyo wanaangalia, wanajua huyu mama atakosa nauli tu, mwisho wa siku wanajua atakosa nauli, ataacha tu. Haya mama, wewe endelea na ujenzi. Mkuu wa wilaya shughulikia hilo.